Kama wewe ni mfuatiliaji mzuri wa mitandao ya kijamii, najua utakuwa umekutana na video hii ambayo inaonyesha mpangaji mmoja eneo la Ruiru kule kwa Cairo akiwa anafungiwa nyumba yake baada ya kutoelewana na mwenye nyumba kuchukua hatua ya kumtolea mlango kama njia moja ya kumpatia adhabu kwa kutoweza kulipa nyumba hiyo kwa muda unaofaa. Video hii inaonyesha watu watatu ambapo ni mwenye nyumba, wafanyikazi wawili ambapo wafanyikazi hao wanaelekezwa jinsi ya kufanya na mwenye nyumba, na mara hiyo kuonekana wakiweza kung'oa mlango wa nyumba hiyo ya jamaa huyo, ambaye jamaa huyu yupo na familia ya bibi na mtoto. Kulingana na familia hii inasema ya kwamba sio kwamba wameweza kushindwa kulipa gharama ama pesa za nyumba hiyo, ila ni hatua ambayo hata wao imeweza kuwashangaza, kuna kwamba mwenye nyumba amechukua hatua mikononi mwake hata bila ya makubaliano muhimu ambayo wangeweza kufanya ili kuona kwamba wanaweza kutatua swala hilo kwa njia inayofaa. Ni hatua iliyochukua mihemko hapo mitandaoni kuona kwamba mwanasarakasi ama comedian Eric Omondi ameweza kuchukua hatua baada ya kuona video hiyo na kusema ya kwamba ataweza kuwashughulikia ama ataweza kuishughulikia familia hiyo na kuweza kuwatafutia njia mbadala ili kutatua changamoto ambayo wanapitia muda huu. Timu Sisi kwa Sisi ambayo ni timu inayounganisha kutoka kwa mwanasarakasi Eric Omondi imeweza kuchangisha kiasi kidogo ili kuweza kuokoa jamaa huyu pamoja na familia yake. Kuna kwamba njia mbadala hapa ni kuweza kuhama katika maeneo hayo na kutafuta nyumba ingine ikiwa kama njia mbadala ya kuweza kuepukana na madhila kama haya. Ni kitendo kilichokemewa na Wakenya kuona kwamba si jambo nzuri kuweza kuchukua hatua hiyo kama mwenye nyumba angeweza kuchukua njia mbadala na kuweza kuelewana na mpangaji wake ili waweze kutatua swala hilo kuliko kufanya mambo kama hayo ambayo aliweza kufanya, na inaonekana kwamba ni unyama wa kinamna fulani hivi ambapo familia hii yupo na mtoto na njia ya kutoa mlango sio njia nzuri ama sio picha nzuri ikilinganishwa kwamba familia hii ipo na bidhaa ambazo kwa njia moja ama nyingine usalama wake unakuwa hatarini, na kuona kwamba sasa nyumba ikiwa imetolewa mlango ni vigumu sana kuweza kulala ndani mwake ikiwa ni kibaridi kikali cha usiku, ambapo familia hii ipo na mtoto mdogo na familia hii ipo na vyombo ambavyo vinahitaji usalama wake wawapo usingizini. Hii nyumba nitaelezea about mlango venye ilianda. Mimi sikushinda kulipa nyumba. Nalipanga. Na rent nalipanga. Pesa ngapi hapo? Ya 6500. Na mwenye alikuwa kwa hii nyumba before alikujanga immediately after my 4th day ya kuingia kwa hii nyumba. Mimi niliingia bila kulipa deposit. Mzae tulikuwa tumeagree naye, akaniambia hiyo deposit utanilipa in 2 months time. Installment of 3500 next will be 3k. Yenyewe msee alikuja akaniambia, msee mimi nilikuwa nimelipa deposit ya 7500. Lakini sijarudishiwa, ndo nimekuja kuda. Na aliambiwa hii nyumba imetumika, hiyo deposit imetumika kupaka rent rangi, renovation and all stuff kwa hii nyumba mpaka imeisha 7500. So mimi niliogopa. Juu amenyang'anywa life, na unaona ile rangi iko pale. Hiyo ni bed yake. Bed yao msee ile scratch kale. Hata hiyo mark. So unaona msee lazima alikuja confirm hii mark imetoka ama walipaka rangi, kama hata bado iko. So pia mimi nikakuwa sure amenyang'anywa, na penye nilikuwa nimetoka bado nilikuwa nimenyang'anywa deposit. So bado niko na ile woga ya nakupe deposit alafu ninyang'anye. Na hii ndio shughuli ya mayai. Ni mayai ngapi hizo nagonga ndo nikupe? Like how much is that profit yenye nakupe tu for free na hautanirudishia nikitoka? So I told this mzee I need a written agreement for just in case of anything, juu na just taka hapa for long nitahama. So nahitaji written agreement nikitaka deposit yangu nipe zile. Na mzee aliniambia yeye anajua serikali sana. Yeye ni ex commando ama ni ex jeshi ama alikuwa jeshi wa polisi wa jela kituka hiyo. Aliniambia he knows how to deal with criminals very well, na mambo za kumletea about legalities za nini he knows. So mimi nilihofia. Na 26th alikuja akabishia wife. Alipatanga nini ilikuwa kwa hiyo kit meter box ya kulipa token. Akachukua token box.
Akamwambia okay, kama mtanipea deposit you'll have to face it all, na nakuja tena next month, sijamalizana na nyinyi. Na alikuja date 7 akiwa na daughter. I think the daughter alikuwa na shine sana, she had a baby face, ni kama alikuwa ametoka majuu kidogo. So alikuja kwa mimi kama tu amenikamata manze, maneno leta pesa, pe babangu deposit. Hizi nyumba tujaleta hapa za mchezo, tumejenga tu ina serious business. So mimi mwenyewe mzee ndo alinipea nyumba. Ilibidi nimekomesha kwanza, msichana mwenyewe umenirushia mdomo sana na sio ulinipe nyumba. May just kindly stop. Jo hakuna agreement yote yenye ulinipe wewe ukunipe nyumba. Acha niongee na mwenye alinipe nyumba tumalizane naye. I think mzee pia aliona mtoto wake ameniarasi na bado akamwambia tulia, nitamhandle. Then later in the day I called him. He never responded, hakupick call. Na jana asubuhi 6 mimi kama kigongi wa mayai niligongewa nyumba yangu. Nikaamka asubuhi nikagongwa na butua, nikashtuka sana, napatana na jeshi ya mtu 3 imeleta tools za kukata. Na the action took very fast, like your impulse yenyewe ilikuwa fast. Waliingia kwa hii nyumba next wakatoa stima. Na the next thing nilisikia msee akikomanda mafundi akwambia mnangoja nini, si mwanze shughuli. Na mimi nikaanza kurecord immediately jo I had nothing to do. Mimi nimeamka tu, niko na 2k peke yake kwa M-Pesa. Siwezi hata hiyo 2k niende nihamie single room. Hata nikitafuta nyumba yenyewe ni hasara. So natoka ndo nifanye nini? Nilitoka tu nikarecord. Na nikaambia Mungu, for the Lord manze, hii situation nikaya kwangu imenishinda. Nicheze. Deposit honestly sikulipa. Na tulisumbuana naye kutoka mwezi wa 8. Tukiongelea about written agreement. Nilipe deposit, niandikie agreement. Nimelipa deposit. So just in case of any damage, I'll be responsible, itakatwa from that deposit. No, at least nijue nikitoka kwa hiyo nyumba sintabaki na kakitu. Deposit ni ya 6500. Wewe ukiweza paka nyumba rangi alafu nipe 3k, si ni sawa bado? Sasa mbona nachukua yote? Nilikuwa nataka tu written agreement. Lakini alikata. Sijaikosa kulipa rent. Sijaichelewa. Kitu nisumbua sana kwa watu hata nishaishi nao. Unajua tu ni rent. Rent ni stress sana. Kifika day 1 nishaanza kufikiria about rent. Juu sasa si naishi kwa hiyo nyumba na najua nafaa kulipa. Na latest nakwanga date 10 kulipa. Sijaipitisha date 10 rent. Yeah. Hata sina mpango. Jo team sisi kwa sisi. Watu wa Kenya, let's say Kenyans, wamecheza kama wao online all along. Na nimerushiwa kakitu. So far tunangoja tuone tutafika wapi, tutafika ngapi. Na someone like Eric Emonde alikuwa ameniambia nisifanye anything, atanishow, atanipe the way forward. So unaona siwezi jitayarisha nikatafuta nyumba ingine. Na pia there's someone alikuwa ameoffer anaweza nipe nyumba for free nikae miezi 2 ama 3. Sasa nione kama kuna serious respondent mwenye ata respond before the day ends. Yeah, na pia Eric bado ako na the case, ameniambia atakuja huko jioni. Yeah. Plus siwezi mind actually. Siwezi kata kukana hiyo degree bana. So hapo hatuwezi kosana. Ukiweza hata kucheza kae na story na shule naweza bambika sana. Siwezi mind kurudhi nimalizia. Yenye nilianzia na feeling tunimalizia. My number is 0741 899 68 41 899 968. Ismail 41 899 968. Hapa ni kwa Cairo, but tulikuwa tunaishi kwa hii nyumba hii yenye tuko. Kama vile hivyo tulitoa vitu. Na hii kesi imeanza kutoka jana. Ilianza jana hivi. Hiyo landlord alikuja. Na the previous day alikuwa amekuja story za deposit. Na akasema apewe deposit plus apewe rent na tunalipanga date 10. So bado kulikuwa siku 3. Na hapo ndipo aliambiwa so story za depo na rent unless apewe rent kwanza. Deposit pakwe na agreement. Cause kuna previous
Venye tuliingia kwa hii nyumba, kuna mtu alikuja na alikuwa zile za alilipa deposit na hakurudishiwa. And so tukaona kama yeye hakurudishiwa, who are we? So hii kitu lazima tuandikiane, sababu hata stori za kulipa keja inanga hizo receipts. So unaona hauna any evidence atulimpea. So jana alikuja tu akakuja nao watu wa kukata mlango, na hivyo ndivyo shughuli ilianza. Hakusema anything by the way, alikuwa tu zile za specific, kujeni mtoe mlango.